Sasa sijui wangapi wamesikia kwamba kuna mzimu umetua mwezini. Hiki ni chombo cha Marekani kwa jina la Blue Ghost. Sasa hiki ndio kimekuwa chombo cha kwanza cha Marekani kutua mwezini salama kwa muda mrefu sasa. Tunaweza tukasema kwamba kulikuwa kuna chombo kingine kilichojaribu kutoa mwezini mwaka jana. Hiki ni chombo kwa jina la Nova C, lakini kile chombo ni kama kilikuwa kimelewa kidogo, sababu hiki chombo baada ya kutoa tu mwezini kilivunja mguu wake na kuanguka chini. Lakini watu waliokitengeneza wakaanza kukitetea wakisema kwamba mbona hiki chombo bado kinapiga kazi fresh tu, hata kama kimelala chini bado kinaweza kufanya experiment mbalimbali. Lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi ya science hiki chombo hakikufanikiwa kufanya sababu kilikuwa kimelala chini. Lakini bado hao watu wakawa wanadai title kwamba wao ndio wamefanikiwa kutoa mwezini salama, lakini tunajua hawakutoa salama sababu hiki chombo kilala chini. Kwa hiyo hii inanifanya nitambue ile kampuni la Firefly ndio limekuwa kampuni la kwanza binafsi kufanikiwa kutoa mwezini taratibu. Kwa hiyo hili kampuni la Firefly ilipewa maua yake sababu limefanikiwa kutoa mwezini tena mara ya kwanza wakiwa wanajaribu kutoa mwezini. Hii ni amazing. Sasa najua bado unajiuliza kwa nini NASA, shirika la serikali ya Marekani linalohusika na utafiti wa anga za mbali, sio wenyewe wanaotoa mwezini, ni kampuni binafsi. Hii ni style ambayo NASA na serikali ya Marekani wameamua kutumia ili kupunguza gharama za hizi mission za kwenda mwezini na kufanya utafiti mbalimbali. Mpango mkuu wa NASA ni kupeleka wanaanga wake siku moja huko mwezini na kuishi huko. Hii ni tofauti kabisa na kipindi kile walivyoenda mwezini mwaka 1969 ambao watu walienda mwezini lakini walirudi. Kitu wanachotaka kufanya sasa hivi ni kwamba hao wanaanga wakienda mwezini wataishi huko kwa muda mrefu kidogo. Kwa mfano labda miezi miwili, mwezi mmoja. Ni tofauti na zamani ambao wanaanga walikuwa wanaenda ndani ya siku moja tayari wamesharudi. Mfano mzuri ni kama wanaanga wa NASA pamoja na wa Russia wanavyoishi kwenye International Space Station. Sasa hivyo ndio hao wanaanga wanatakiwa kuishi mwezini. Sasa ili kufanikisha hiki, NASA wanatakiwa kufanya tafiti nyingi sana za mwezini, kujifunza mwezi una tabia gani na je maisha ya binadamu huko yatakuwaje. Kwa hiyo NASA watahitaji kutuma mission nyingi sana za kutoa mwezini ili kujifunza mwezi una tabia gani. Kwa hiyo ndio maana wamekimbia haya makampuni binafsi na hii programu yao ya CLIP ili kuwapa haya makampuni binafsi mizigo mbalimbali ya kisayansi au vifaa vya kisayansi kuvipeleka mwezini ili kupunguza gharama. Kwa hiyo ndio maana makampuni binafsi yanahitajika kutengeneza hivi vyombo na kutoa salama mwezini ili kufanya hizi tafiti ambazo baadaye zitawezesha binadamu kuishi mwezini. Hii sasa ndo video inaonyesha hiki chombo kikiwa kinatua mwezini. Hii ni amazing sana. Hebu cheki hiki chombo kinavyotimua vumbi la mwezini. Hii ni hatari. Sasa hiki chombo cha Blue Ghost kilikuwa kinatumia engine 8 ndogo ndogo kwa jina la Spectre kwa ajili ya kutua mwezini. Kupunguza speed yake na kufanya hiki chombo kishuke taratibu mwezini. Namna hizi engine za roketi zinavyofanya kazi ni kuwaka na kuzimika ili kufanya hiki chombo kipunguze speed yake haraka na kucontrol hiki chombo sehemu gani kinapotakiwa kutua. Ndio maana kuna muda unaweza ukakiona hiki chombo kilikuwa kina shake kama kinatikisika hivi. Kilikuwa kina vibrate. Hii ni kutokana na hizi engine zinavyozimika na kuwaka, na zinazimika na kuwaka haraka zinakuwa zina pause, zinafanya pausing ili kupunguza speed ya hiki chombo. Hapa trick ni kupunguza hii velocity ya hiki chombo pamoja na attitude zote kwa pamoja ziwe 0, ndio hiki chombo kitaweza kutoa mwezini salama. Lakini kwa mfano attitude ikiwa 1 au speed bado inaongezeka, hiki chombo kitaweza kutoa salama. Kwa hiyo ndio maana hizi engines zinahitajika. Hizi ni engine ambazo zina ufanisi mkubwa wa kufanya kazi yake ili kufanya kichombo kiweze kutua salama mwezini. Nadhani kwenye press niliona presenter alikuwa ameshika hii engine. Hii ndio video ambayo inamuonyesha huyu presenter alikuwa ameshika hii engine akiwa amevaa gloves. Anavaa gloves sababu hii engine inatumia mafuta ambayo ni sumu kwa binadamu. Hii engine inatumia mafuta yanaitwa hydrogen pamoja na nitrogen tetroxide. Hii ni sumu kwa binadamu na akishika anaweza akaugua na akafa kabisa. Kwa ndio maana anavaa gloves. Hata kama hii engine ilioshwa na ikasafishwa vizuri, lakini bado haya mafuta yanaweza kawa yamebaki kwenye hii engine. Kwa hiyo inaweza kumletea madhara baadaye. Kwa ndio maana anavaa gloves. Na kuna muda niliona hiki chombo ni kama kilikuwa kinajigeuza fulani hivi.
Hapa kilikuwa kinafanya hazard avoidance maneuver, yani kilikuwa kinajaribu kukwepa na kuangalia sehemu gani nzuri ya kutua. Yani hapa inaonekana kama kiliona sehemu ambayo kilikuwa kinatakiwa kutua ni kama kulikuwa kuna mashimo mengi, sababu mwezini ni nyumbani kwa mashimo, kuna mashimo mengi sana. Kwa hiyo lazima uwe na kamera nzuri pamoja na software nzuri ambayo inatumia AI. Hiki chombo kinatumia AI kuangalia picha za hii sehemu mbalimbali ya mwezini ili kuangalia sehemu gani inaweza ikatua. Kama tulivyosema, mwezini kuna mashimo mengi sana. Unaweza kukuta plani yao ya mwanzoni ilikuwa ni kutua sehemu fulani, lakini hizi picha walizoangalia na kudetermine sehemu wanapotakiwa kutua ni picha ambazo zilipigwa na satellite inayozunguka mwezi. Lakini baada ya kusogea karibu na hii sehemu ambapo wanatakiwa kutua na kupiga picha mbalimbali, wakaona mbona kuna mashimo mengi. Kwa hiyo hiki chombo ikabidi kitafute sehemu nyingine ya kutua, na just imagine haya yote yanafanywa autonomous. Yani hakuna mtu ana control hiki chombo, ni kompyuta hiki chombo yenyewe ndio inapiga kazi na kujua sehemu gani inatakiwa kutua. Hii ni amazing. Yani ni kama ile kampuni la Firefly baada ya kuona vyombo vingine vingi sana vinafeli kutoa mwezini, kitu ambacho cha muhimu ameamua kufanya ni kutengeza software yenye uwezo mkubwa, na haya ndio matokeo yake. Sababu tatizo kubwa la hivi vyombo vya anga za mbali ambavyo vinashindwa kutoa mwezini, tatizo la kuja kwenye software. Na sasa hiki chombo kilikuwa kinatoa mwezini wakati jua likiwa lachomoza, yani jua likiwa lachomoza ndio muda ambao hiki chombo kilikuwa kinataka kutoa mwezini. Sasa cheki jua linavyochomoza na hiki chombo kilikuwa kinajaribu kutoa mwezini. Hii ni amazing. Alafu ukiangalia kwa juu, kile kitu ambacho kinatoa mwanga ile ni dunia. Sasa cheki vumbi la mwezini lilivyotimuka hiki chombo kilikuwa kinatua chini. Hii ni hatari. Na sasa baada ya kutua chini, sensa 3 za kwenye miguu ya hiki chombo zote zilionyesha hiki chombo kimegusa chini, isipokuwa sensa ya mguu mmoja. Sasa sijui mguu likanyaga nini ndio maana ukashindwa kutrigger hii sensa, lakini hiki chombo kimetua chini salama, hakijaanguka na wala hakijavunja mguu wake kama kile chombo cha Nova C. Hiki chombo kimetua salama, na hiki ndio kivuli chake kinaonyesha kila kitu kiko sawa. Sasa sehemu ambayo hiki chombo kimetua huko mwezini ni sehemu inaitwa Malcrisium. Ni sehemu fulani mwezini ambapo kuna doa jeusi. Nadhani hili doa lilitokana baada ya volcano kuerupt au kulipuka hii sehemu, ndio ikatengeza hii sehemu nyeusi hapa hivi. Ndio hiki chombo kimetua. Sasa hebu tucheki vifaa mbalimbali ambavyo vimetua mwezini na hiki chombo kwa ajili ya kufanya science. Na vipo vifaa karibia 10 vifaa vya kufanya utafiti. Tukianza na kifaa kinaitwa Moonvac au Moon Vacuum. Hiki kifaa kazi yake ni kunyonya vumbi la mwezini na kulifanyia utafiti humo ndani, yani kulifanyia tafiti mbalimbali. Lakini pia kifaa kingine ni hiki kinaitwa Stereo Camera for Lunar Plume Surface Study. Hizi ni kamera ambazo kazi yake ni kuangalia vumbi la mwezini wakati ambapo hiki chombo kio kinatua mwezini. Yani pale hizi engine za roketi zinavyopuliza hili vumbi la mwezini na kutimuka kwenda juu, hapa ndo hizi kamera zinafanya kazi na kuangalia tabia hili vumbi. Ni muhimu sana kwa NASA kusoma tabia ya vumbi la mwezini, sababu siku moja wakipeleka watu huko mwezini, lazima roketi nyingi zitakuwa zinatua mwezini. Sasa hofu yao ni kwamba tunajua mwezini hakuna hewa kama hapa duniani, hewa ambayo inaweza karudisha ile vumbi chini, lakini pia gravity ya mwezini ni ndogo. Kwa hiyo vumbi kubwa likitimka linaweza likaganda angani kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio maana NASA ni muhimu sana kujifunza tabia ya vumbi la mwezini. Sababu haya ni mazingira tofauti kabisa na duniani, na vumbi la mwezini linaweza likawa na tabia tofauti kabisa na vumbi la hapa duniani. Na hii tabia ya vumbi la mwezini linaweza likafanya operation za NASA zisiende vizuri kabisa. Blue Ghost inakuja na kifaa kingine kinaitwa Aerodynamic Dust Shield au EDS. Hiki kifaa kazi yake ni kuzuia vumbi la mwezini lisijikusanye sehemu fulani, yani lisizibe vitu. Kwa mfano linaweza likaziba vitu kama solar panel ambazo zinatumika kuchaji mabetri, lakini pia linaweza likaziba radiator ambao hizi kazi yake ni kutoa joto nje, au hata linaweza likaziba madirisha ya mwezini. Hii teknolojia inavyofanya kazi inatumia umeme kusukuma ili vumbi litoke kwenye hizi sehemu muhimu kama solar panel, lakini pia hata suti za wanaanga wa NASA ambao watakuwa nazivaa huku wakifanya operesheni zao huko mwezini zinaweza zikajaa vumbi, sababu vumbi la mwezini huwa la tabia kung'ang'ania vitu. Kwa mfano wale wanaanga wa Apollo kwenye zile mission za mwaka 1969 hadi mwaka 1972 walikuwa wanateseka kweli. Vumbi la mwezini lilikuwa lang'ang'ania kwenye nguo zao, lilikuwa laingia ndani kwenye miili yao. Kwa hiyo situation ilikuwa sio nzuri sana.
Muda mwingine hata wanashindwa kuona sababu vumbi la mwezini liweza likakaa kwenye kioo cha elementi zao ambao wanatumia kuangalia mwezini. Kwa hiyo hii ni teknolojia ambayo NASA wamekuwa wakitest kwa muda mrefu sana. Teknolojia ambayo itatumia umeme kusukuma ili vumbi litoke kwenye hizi sehemu muhimu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza na yenyewe imepelekwa mwezini kwa ajili ya kufanyia test. Na labda majibu yatakayotoka yataonyesha namna gani teknolojia inatakiwa itengenezwe na suti za hao wanaanga wa NASA. Na kifaa kingine, kuna reflector ya kupima umbali wa kutoka mwezini hadi duniani. Sasa hii reflector itapima umbali kwa ufanisi mkubwa, ufanisi hadi wa milimita 1. Hii ni amazing. Sasa tutapata kujua distance ya dunia pamoja na mwezi ni distance kiasi gani. Japokuwa alishapimaga zamani, lakini nadhani vile vipimo vilikuwa vina ufanisi mkubwa kama hii vipimo vya sasa hivi ambao nataka kupima sasa hivi. Okay, kifaa kingine ni Lunar Instrumentation Subsurface Thermal Exploration with Rapidity, LISTER. Just imagine hilo ni jina la drill ambayo itachimba mwezini umbali wa kama mita 3 hivi kwenda chini. NASA huwa wanakuaga na majina ya ajabu, wanaitaga acronym. Ni majina ambayo yanakuwa marefu sana ili tu yaweze kufanana na herufi fulani hivi, ndio maana ya majina yanakuwa marefu sana. Lakini hii ni aina ya drill ambayo itachimba chini mwezini umbali wa mita 3 tumeshasema, ili kupima joto la mwezini. Tunajua joto la mwezini huwa la tabia kutofautiana sana. Kwenye upande wa juu kwenye surface joto lake liweza likawa dogo, lakini ukichimba chini joto laongezeka haraka sana. Sijui kwa nini joto la mwezini lakuwa hivi, lakini nadhani hii experiment italeta majibu. Kifaa kingine kuna Lunar Magnetotelluric Sounder. Hiki kifaa kazi yake ni kusikiliza ndani ya mwezi nini kinatokea, kama kuna shughuli za volcano humo ndani au kuna nini hasa kinatokea, labda matetemeko. Hiki kifaa kinaweza kapima haya yote na kutuletea majibu. Nadhani huo ndo mwisho wa vifaa mbalimbali ambao vipo kwenye hiki chombo cha Blue Ghost. Lakini pia hiki chombo mwishoni, yani baada ya siku 14, kina experiment muhimu sana kinatakiwa kufanya. Kinatakiwa kupiga picha jua likiwa lazama mwezini. Hii ni muhimu sana, na kikiwa kinapiga picha kinatakiwa kiangalie vumbi la mwezini lafanyaje jua likiwa lazama. Sababu huenda ili vumbi la mwezini linakuwa influence na jua, kwa hiyo jua likizama kuna tabia mpya kabisa ya vumbi la mwezini inaonyesha. Na mwisho wa siku hiki chombo kitaishiwa betri sababu jua litakuwa limezama. Kumbuka, mwezini mchana ni siku 14 za duniani, lakini pia giza na lenyewe ni siku 14 za hapa duniani. Kwa hiyo chaji ambazo zipo kwenye mabetri ya hiki chombo zitaishiwa na hiki chombo kitazimika, na huo ndo utakuwa mwisho wa Blue Ghost au mzimu ambao umetoa mwezini. Asante sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax the ATG. Usiache kusubscribe kama unapenda video kama hizi za mambo ya anga za mbali. Bye bye.